لا حول ولا قوة إلا بالله هو الرب الأعلى. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ad-dinu nasihatun, dini ni kupeana nasaha, dini ni kunasihiana. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi ja'ala shahra as-siyama 'ala al-ayyam qad fadala haqqan fihi kitabullahi qad nazala. Tuba li'abdin ata'a Allah mujtahida wa bidhikri fihi aw al-Qur'ana mushtaghila. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah al-qa'imi bihuquqillah ma dhaqat illa wa farrajaha Allah. Amma ba'du, mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa kipindi chako pendwa Ahamiyatu Dua, kipindi hewani ni umuhimu wa dua, na tuko katika nukta ad-dinu nasiha, dini ni kunasihiana, kipindi ambacho kinakujilia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Katika jumla ya mambo tutakayojifunza katika siku ya leo, shurutu siyam, ni zile sharti za kufunga. Kufunga kuna masharti yake. Kuyajua masharti ya funga ndiyo kutamsaidia mfungaji ajue mambo muhimu katika namna ya kufunga. Angalia sasa katika masharti muhimu. Al-awwal al-islam. Jambo la kwanza kabisa katika masharti ni ule Uislamu wenyewe. Maana yake anayepaswa kufunga awe Muislamu. Akiwa si Muislamu si sharti kwake kufunga. Lakini ikitokezea huyu Muislamu ametiania usiku wa jana, amefunga leo Ramadhani, kufikia saa 8 saa 9 jioni au saa 10, kwa bahati mbaya, kwa mtihani uliomfika akatoka katika Uislamu, maana yake kile kitendo cha kutoka katika Uislamu kimefuta masharti ya yeye kufunga. Allahu akbar. Hilo ni sharti miongoni mwa masharti ya kufunga, yataka mfungaji ayajue, ayazingatie. Lakini sharti la pili, albulugh, ni kule kuwa na baligh, yani kuwa amefikia umri maalum. Kwa mtoto wa kiume au mtoto wa kike atimize umri wa baligh, umri ambao unatambulika kwa kuweza kuwa mutamayiz, yeye aweze kupambanua, kuyajua yaliyo ya kheri na kuyajua yaliyo ya shari, kujua hili ni zuri na hili ni baya. Maana yake akiwa chini ya umri huo, ana miaka 3 4, kama atafunga ni kwa maana ya tamrin, kufanya mazoezi, anajifundisha kufunga, anajizoesha kufunga. Lakini katika masharti yataka yule anayefunga awe tayari ameshafikiza umri maalum wa kubaligh au kuweza kutambua mazuri yake na mabaya yake. Sharti la tatu, al-aqlu, kwamba huyu mfungaji awe na akili, na ikitokezea amefunga katikati ya siku, akili zikamruka, fahamu zikapotea, uchizi ukaingia, akaanza kutukana, akaanza kuvua nguo, anakwenda mbio hadharani, barabarani, hajulikani, kila mmoja anashtuka kwamba huyu mtoto vipi, au amechanganyikiwa, akili yake imeruka, kashakuwa mwenda wazimu. Naam, katika masharti ya kufunga miongoni mwake ataka yule mfungaji awe na akili. Ikiondoka akili, hakuna sharti kwake la kulazimika kufunga. La mwisho ambalo tutajifunza katika darasa yetu ya leo, al-qudra, yani kule kuweza kwenyewe. Ikiwa huyu mfungaji hatoweza kufunga, hakutakuwa na sharti la yeye kuweza kufunga. Lazima kuwe na uweza. Kuweza kwa kufunga kwake kunatokana na namna nyingi. Miongoni mwa hizo, inawezekana siha yake, afya yake ikiwa imara, ataweza kufunga. Akiwa na maradhi, ndio inakuwa ile iliyotajwa katika Qur'an, faman kana minkum maridhan au ala safar fa'iddatun min ayamin ukhar. Yule ambaye atapitikiwa na maradhi katika funga ya Ramadhani, basi alete fidia kwa masiku mengine kufunga yasiyokuwa ndani ya Ramadhani. Kwa hiyo kuweza, ikiwa ni mgonjwa hatoweza, ikiwa na afya anaweza. Kwa hiyo kuweza kumechukua mlango mpana sana. Katika jumla ya kuweza kwake, katika jumla ya mlango wake wa kuweza ni kuzingatia
awe na afya. Inawezekana afya yake ikawa mgogoro, haimwajibishi yeye kuweza kufunga. Inawezekana na maradhi. Ndio tunarudi katika maelekezo ya Qur'an, faman kana minkum maridan au ala safar fa'iddatun min ayamin ukhra, atakayekuwa na maradhi, Ramadhani imemfikia au yu katika safari, hatoweza kufunga kwa safari kuwa ndefu, na safari na misukosuko mingi, labda na njia wanayopita ni ya hatari, atakiwa afungue katika mchana wake, na atakuja kurejea kwa kulipa fidia kwa masiku mengine yasiyokuwa Ramadhan. Ndugu yenu katika iman, Sheikh Rajab bin Salim Juma Al-Qushairi Ash-Shirazi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La hawla wa la quwwata illa billahi wa ya ni'mal mawla.